Rĩngĩ Mwathani ndagũcokeria ngatho ndakwĩra nĩ wega mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa kũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ Ngai witũ nĩ ũndũ wa wĩgo tha nyingĩ, thengiũ nĩ ũndũ wa mĩtambo ĩno Ngai ndetia gwĩtĩkĩrĩka, Ngai wa kĩgongona. Mwathani ũrokiria tũnua tuothe mũthamaki mwega tũrĩa rĩngĩ tũngĩrũa Mwathani na wendi waku Ngai. We Ngai wonekane, Jehova niĩ njagwo nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe. Baba ndũkanareke Mwathani marakara maku Ngai magaikũrũka igũrũ rĩakwa kana magaikũrũka Mwathani kũrĩ arĩa mathikagĩrĩria. Ndahoya Ngai witũ tuhagĩre hĩndĩ ciothe nĩ tondũ Ngai twana kũhĩtĩria mũthamaki mwega tũkĩmenyaga na rĩngĩ tũtekũmenya. Ngai witũ tũhe gwĩtĩkĩrĩka Mwathani tũrĩ gũkũ Mount Kenya, ona kũrĩ arĩa me Rift Valley, ona arĩa marĩ nja ya bũrũri, ona arĩa othe mathikagĩrĩria mũthamaki mwega marĩ thirikari-inĩ, mathibitarĩ-inĩ na kũrĩa guothe, ona arĩa maruta mabiacara makorwo magĩthikĩrĩria. Ngai witũ ndamahoera favor, ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka mũthamaki mwega nĩ tondũ we kiugo gĩaku nĩ kĩama, kiugo gĩaku Ngai witũ kĩaragia ũrĩa we ũrenda kugwo. Ndagũtĩĩa Ngai nĩ tondũ we mũnene na wĩ mwĩhokeku, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na mwana ũmwe mũtheru hoya na gũcokia ngatho nĩ tuge amen. Basi siku ya leo tuko katika jambo ambalo ni la kujifunza kila wakati, mahali ambapo huwa tunapatana kila wakati na ili tuweze kulishukuru jina la Mungu na kuliinua kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu katika John Kipawa Media TV, mahali ambapo huwa tunakushika ugeni kisema ya kwamba you can find us everywhere. Wewe ni wa maana sana wakati ambapo unafikiwa na huu jumbe. Mungu wa mbingu anakupenda na anakujali, na ndio sababu huwa anatutuma na ujumbe kwako na ili aweze kukubariki kila wakati katika jina la Yesu. Katika mahali hapa tumewahi kuwa tukipata watu wengi kama Triza na wengine wengi ambapo wamewahi kuwa wakileta jumbe za Mungu, jinsi ambavyo Mungu amewatuma kila wakati. Na siku ya leo tutaenda kujifunza neno la Mungu, na ninakuomba kwa dakika hizo mbili ukajifunze jambo katika maishani mwako, kwa sababu najua kwamba Mungu wa mbingu aliyenituma hapa ako na sababu ambayo imeifanya aweze kutuma na juu yako ili aweze kukufunza na anifunze, sababu neno la Mungu ni upanga ukatao kuili. Na ndio sababu Mungu wa mbingu amenituma ili aweze kutuongelesha kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu. Anataka kuwakilisha walio wake ni wakina nani. Tutasoma kitabu cha Zaburi 9 mpaka mstari wa 16. 9 mpaka 16. Neno la Mungu linasema katika mstari ambao ni wa 9, ubaya wao wasio haki na ukome, lakini udhibitishe mwenye haki. Kwa maana mjaribu mioyo na viuno ndiye Mungu aliye mwenye haki. Mungu ndiye hujaribu walio haki na ili aweze kuwatambua. Mstari wa 10, ngao yangu ina Mungu awaokoaye wanyovu na moyo. Awaokoaye wanyovu na moyo. Wale ambao hunyenyekea Mungu huwainua. Wale ambao humuongoja Mungu katika mioyo yao, Mungu huwainua akitafuta haki. 11, Mungu ni mwamuzi mwenye haki. Naam, Mungu aghadhibikaye kila siku. Haya yote yanafanyika akitafuta haki katika maishani mwa mwanadamu. Mtu asiporejea atauona upanga wake umeipinda uta wake na kuweka tayari. Bado tu anatafuta haki, naye amemtengenezea silaha za kufisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu ana utungu wa uovu,
ameichukua mimba ya madhara, amezaa uongo. My God, hii yote ni haki Mungu anayotafuta katika maishani mwetu. Hebu jaribu kuangalia katika maishani mwetu, ati kuna watu ambao tumebeba mamimba, na zile mimba ambazo tumezibeba ni mimba ambazo ni za madhara. Ni mimba ambazo ni za madhara. Mimba za kuharibu mioyo ya watu wengine, mimba za chuki, mimba za uovu, mimba za uzinzi, mimba za usherati, mimba za uongo. Ndizo mimba zile ambazo tumebeba. Lakini hebu angalia, wana utungu wa uovu. Utungu ambao wanao ni wa uovu, wa kuharibu maisha ya watu wengine, wa kuharibu kesho ya watu wengine. Hebu jiambie, ukiwa na utungu wa kuharibu kesho ya mwenzako. Hebu fikiria ukiwa na utungu wa kutoa vita kwa sababu ya huyo mtu mwingine. Kuna watu ambaye huwa halali kwa sababu mtu fulani alibarikiwa jana, ili waharibu kesho. Wako na silaha kali sana zinawaka ili waharibu kesho ya watu wengine. Midomo yao ni mbaya sana kwa sababu utungu ambao wanao ni utungu ambao ni wa kuharibu maisha ya watu wengine. Utungu ambaye wanao ni utungu wa kuumiza mioyo ya watu wengine. Piga hesabu, mtu halali heri apige magoti alilie Mungu, auwe mtu mwingine kwa sababu alijenga nyumba, auwe mtu mwingine kwa sababu alinunua kameza, auwe mtu mwingine kwa sababu alinunua kakiti, auwe mtu mwingine kwa sababu alipata mtoto, auwe mtu mwingine kwa sababu alinunua kapikipiki. Roho ya wivu, utungu wa kuharibu maisha ya watu wengine, ndio inayelipuka kama moto katika maisha ya watu wengine. Na hebu angalia, huwa wanaomba kila siku, wako kwa kanisa. Hebu angalia muamuzi wa haya yote ambaye ni Mungu, ambaye anatafuta haki. Ati unakimbia tunamuomba zote, lakini tumebeba huu utungu wa kuharibu maisha ya watu wengine, mimba za madhara na kuharibu kesho ya watu wengine. Ndio kile ambacho tumekibeba katika maishani mwetu. Hebu angalia, hii mimba huzaa uongo. Piga hesabu, utazaa uongo. Utazaa kuharibu kesho ya mtu. Utazaa kuharibu ndoa ya mtu. Utazaa kuharibu boma la mtu. Utazaa kuharibu watoto wa mtu. Kuna wakati mmoja nilikuwa nikitembea, watoto wa mtu fulani wakanunua kitu kwa duka. Mwenye walikuwa na yeye akasikia wamesema asanti, akasema mtu hafai kusema asanti. Yeye anafikiria venye amezoesha watoto wake kuongea na kiburi, hata wa wenyewe wanafaa kuongea na kiburi. Utungu ambaye huyo mtu ako naye ni wa kuharibu hata watoto wa watu wengine. Ni vizuri hata ukiwa mzazi, ukipatia watoto wako mtu fulani, jaribu kufikiria sana ni nani unampatia watoto wako, ni nani unashirikiana na yeye, kwa sababu huenda mwingine ako na utungu wa kuharibu kesho ya watu wengine. Na ndio sababu unapata anakemea hawa ili wasiseme asanti, ajaribu kuwapanda ile begu ambayo amepanda kwake. Mungu wetu atuhurumie sana, kwa sababu hebu angalia, anaangalia haki katika maishani mwetu. Anaangalia haki katika mioyo yetu. Anaangalia haki kwa wewe ambaye unasemanga Bwana asifiwe ikifika Sunday. Lakini Monday ikifika, wewe si mtu ambaye anafaa kuitanishwa na kile ambacho wewe unasema. Kwa sababu utungu ambao umeubeba ni utungu ambao utazaa uongo. Ni utungu ambao unazaa mauti, sio kitu kizuri hata kidogo. Hili limeanguka katika maisha wanaume, katika maisha wanadada, katika maisha wa Kristiano, katika maisha ya watu ambao wengi wanasikia ujumbe kama huu.
Kuna wengine ambao pia wanapenda sana, wako na utungu wa kuharibu ile message ambayo wamesikia ya Mungu. Mungu wetu atuhurumie sana. Tumeaminia watu wengine maishani mwetu wakaiharibu kabisa. Tumeiaminia maisha yetu watu wengine wakaharibu, kwa sababu utungu ambao wanao ni utungu wa kuharibu. Wako tayari kupigana na watu wengine. Vita huwa inachemuka ndani mwao, kwa sababu ndani mwao kuna utungu ambao ni wa kuzaa uongo na kuharibu kesho ya watu wengine. Mungu wetu atuhurumie sana. Sikiza hili. Amechimba shimo, amelichimba chini sana. Amechimba shimo, amelichimba chini sana. Akamtumbukia katika handaki aliyoifanya. Madhara yake yatamrejea kichwani pake. Sikiza wewe ambaye unaenda ukiharibu maisha ya watu wengine. Wewe ambaye unaenda ukiharibu watoto wa watu wengine. Wewe ambaye unachukia watoto wengine wakisema asanti. Wewe ambaye unachukia ukiona boma fulani watu wanaelewana. Wewe ambaye unasikia vibaya kwa sababu mtu fulani alinunua kakiti. Wewe ambaye unasikia vibaya kwa sababu mtu alinunua ka TV. Wewe ambaye unasikia vibaya kwa sababu unaona mtu akiendelea. Unataka watu waishi vibaya kama jinsi ambavyo wewe unaishi. Sikiza hapa. Hiyo shimo ambayo unachimba na umechimba chini sana. Hebu angalia jinsi ambavyo maneno yako yalivyo. Hebu angalia madhara yake yanemrejea kichwani pake. Hiyo vitu ambazo unazofanya na dhuluma yake itamchukia utosi. Itamshukia utosi. Sikiza wewe ambaye unaharibu kesho ya mtu. Hayo yote yatakurudia. Ni vizuri sana ujue ile mbegu ambayo unataka kupanda mahali itamea na itakurudia wewe. Ni vibaya sana uharibu kesho ya mtu. Ni vibaya sana uharibu maisha ya watu. Ni vibaya sana uende ukavunje ndoa ya mtu. Hautatoshea huko. Ni vibaya sana usikie wivu kwa sababu ya hiyo kiti. Ni vizuri ujue ya kwamba huyo ambaye amembariki na hizo vitu ambazo unazoziona, hata wewe ndiye amekuumba. Wewe naye pia huwa unamuomba huyo. Kwa hivyo punguza wivu na uangalie haki iko wapi. Hiyo silaha ambayo unataka kuinua ukapigane na hao, jua ya kwamba hata kama utaenda na uwaue kwa sababu uko na uwezo wa kuwaua, lakini ujue mwili wa ndani hautapata nafasi. Hiyo vitu itakurudia kwako. Watoto wako unaweza ukawapandia mbegu ambayo itafanya hawatawaipata amani. Roho ya umaskini ishuke kwako, kwa sababu Mungu ambaye anaangalia haki anaweza akakulilisha na atese watoto wako kwa sababu ya kupanda mbegu mbaya katika maisha watu wengine, kwa sababu ya kuwa na utungu huu ambao ni wa kuharibu maisha ya watu wengine kupitia uongo. Kuna watu wengine pia huwa wanajitetea kwa uongo. Chunga sana, kwa sababu hii inakurudia wewe. Chunga sana, kwa sababu inakushukia wewe. Ni vizuri tukafikirie kesho yetu. Ni vizuri tukarekebisha tabia zetu. Kama umelelewa kwenu kwa nidhamu, usijaribu kwenda kubadilisha tabia yako kwa sababu umeungana na watu fulani wamekuweka kwa siasa ili uweze kupata ushindi wa jambo fulani. Kubali hata kama watakuchukia kwa sababu umekataa uongo. Mungu wako anajua mahali ambapo atakubarikia. Anajua mahali ambapo atakuinulia. Wacha kujitetea kwa uongo ndio ukae vizuri. Wacha kujitetea kwa uongo ndio ufikiria kwamba utafika mahali fulani. Haya yote Biblia inasema itakurudia kwa kichwani mwako. Hii shimo ambayo unayechimba, chunga sana usianguke wewe mwenyewe. Chunga sana usijikuta ukilia kesho. Chunga sana usijikuta ukiomboleza maisha yako ya kesho. Naomba tuweze kuomba na ili Mungu wetu aweze kutuhurumia katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu uliumba mbingu na nchi, twalishukuru jina lako kwa sababu wewe ni mwema.
Tunakuomba ukatusamehe Jehova, sababu wengi wetu tumekataa haki, tumebeba uongo kwenye maishani mwetu. Na wewe Jehova unapenda haki kwenye maishani mwetu. Wengi wetu tunajitetea katika uongo. Wengi wetu tumechukia haki sana tukapenda uongo. Wengine wetu tumebeba ama tuna utungu huu ambao ni wa mimba ambazo zitazaa uongo. Ninakuomba Jehova, Mungu wetu ishie juu mbinguni, haki yako isimame, uongo ushuke chini. Uongo uweze kwenda mbali na Wakristo. Uongo uweze kwenda mbali na familia zetu. Uongo uweze kwenda mbali katika maisha ya wanaume. Uongo uweze kwenda mbali katika wanadada. Uongo uweze kwenda mbali katika watoto wetu. Bwana wa majeshi, ninakuomba usimame nasi, ukatuhurumie nchi yetu ya Kenya, na uondoe roho ya uongo kabisa. Tazama roho ya uongo, wengine wetu wako kwa jela hivi leo. Roho ya uongo imefanya wengine waliroga wengine wakijaribu kutafuta haki. Naomba Yesu ukatusamehe Jehova, na ukatuoshe kupitia damu yako, ukatuhurumie Jehova, na ili haya yote yasirudie watoto wetu, na ili haya yote yasirudie Bwana maisha yetu ambaye ni ya baadaye. Na kuomba tuache sauti nzuri, tuache mbegu nzuri ambayo itakuliwa na watu wengine wanapotazama haki. Tuinue silaha ambaye ni yako ya maombi. Tuinue neno lako ambalo Jehova halidanganyi na linanena kweli. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Mungu, nimeleta roho ya toba mbele zako, nikiomba ukahurumie kanisa la mwisho. Tazama kumeingia siasa, watu wakijaribu kusibisha tumbo zao. Kumeingia siasa, watu wakijaribu kufika mahali fulani. Lakini nashuka chini mwako Bwana Mungu, nikiomba ukatusamehe tulioko injini, wala ambao wako nje ya Kenya na wanajitetea kwa uongo. Jehova Mungu ishie juu mbinguni, simamisha inji yetu Bwana, simamisha Wakristo Jehova, simamisha watu wako Jehova, na ili roho ya uongo na hizi mimba ziweze kutasa, na nena zitase katika jina la Yesu. Mimba za uongo zitase, zisizaliwe ziharibu kesho ya watu wengine katika jina la Yesu. Wale ambao wananena laana, wale ambao wananena uongo, naomba waanze kubariki watu wengine. Naomba waanze kuinua watu wengine, wapende wasipende, na ili haya yote yaweze kufika mwisho. Na Mungu wetu tutalishukuru jina lako, na ni kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tuomba na kushukuru, zote tuseme amina. Unaweza ukatupata katika Twitter, Instagram, Facebook. Na Mungu wa mbingu atakubariki na atakutenda wema. Mungu akubariki na tuchukie uongo katika jina la Yesu. Naitwa John Kipawa. Mungu wa mbingu akubariki na akutende wema. Najua kuna watu wengine huhuzunika wakati ambapo wanasikia ujumbe kama huu. Lakini kile kitu ambacho ni cha maana, neno la Mungu liupanga. Ukatao kuwili unanikata mimi na unanikata wewe. Ukisikia jambo ambalo linahitaji marekebisho, tafadhali anza kurekebika. Na Mungu akubariki na akutende wema. Asante sana msikilizaji wangu.